Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete amefanya ziara katika taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI katika banda lao lililopo kwenye maonyesho ya Nane Nane katika kanda ya Mashariki mkoani Morogoro na kutoa maagizo kwa wafanyakazi wa taasisi hiyo. Na sisi tuone namna ya kumigrate kutoka Smooth Kayani kwenda kwenye MD2. Ikawa ishu kubwa ni namna ya kupata saka mbegu. Tukaambiwa kwamba wataalamu wetu hao wanatengeneza hizi. Hii ndio MD2 kwa tissue culture. Maana tissue culture inatumika kwenye mananasi, inatumika kwenye migomba. Kwa hiyo lakini kitu ambacho hakikupata traction. Sasa tukimove kwenye MD2 ndipo tunaingia kwenye soko la dunia la mananasi. Maana niwaambie kwa sababu yeye ndio wenyewe. Sasa ni kushirikiana na hawa, kushirikiana na SUA ndio wako kwenye tissue culture ili tuweze kupata mbegu nyingi hizi, alafu ndio tuweze sisi kuingia kwenye hilo soko la dunia. Pengine tunabaki na mananasi yetu haya, tuendelea kula, lakini kwenye soko la dunia, soko linalotakiwa ni MD2. Hata Ghana pale niliwauliza walianzaje, nasema wao walikwenda kuchukua mbegu kutoka South America. Walianza kuchukua mbegu kutoka South America wakazileta kwa majumbo jet yale 747 ndio wakaanza kumultiply. Wanayo bado Smooth Kayani, lakini wengi wamesha migrate to MD2. Na sisi tunataka kuingia kwenye MD2 kwa wingi, ni lazima tutumie tissue culture. Ishu kubwa ni namna ya kuthibitisha kwamba mbegu za MD2, tukitumia mbegu za MD2 kwa kupitia tissue culture kweli ita survive. Maana hapa unaiona, lakini je, mmeipeleka shambani kaona matokeo yake ya mazao ili mseme kwamba sasa tuanze safari ya kwenda kwenye. Mheshimiwa Rais ameona mengi, na ambacho tumekiona ni kwamba tumeona sehemu kwanza yenye kuwa na bidhaa pamoja na huduma zake, bidhaa ambazo zinatokana na mazao ambayo yanatokana na mbegu mbalimbali na visaidizi vyake katika utafiti ambao tunazifanya sisi TARI kama taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania. Na hii kanda tulipokuwa kanda ya Mashariki, hapa tunazo vituo 8. Kila mwaka tunajaribu kuleta kitu kipya, na kama nilivyosema wakati namwelezea Mheshimiwa Rais ni kwamba hapa tunazo teknolojia karibu 210. Hizi teknolojia maana ndo ni shamba darasa, ni darasa ambalo lipo wakati wote wa mwaka lipo, na tunavyo miundombinu ya maji, umwagiliaji, lakini wanakuja wadau aina mbalimbali, wakulima, wadau wa mnyororo wa thamani, wafanyabiashara, wasindikaji, wasafirishaji, wafanyabiashara, wakulima kama wakulima wenyewe, wanafunzi, wadau wa maendeleo, wote huja hapa kujifunza mwaka hadi mwaka, na kila wakati wote wa mwaka wanakuja kujifunza, na tunao wataalamu wetu ambao wako hapa wakati wote. Kwa hiyo mafunzo ni wakati wote yako wazi na kwa ajili ya kila mtu kuweza kujifunza, na tunatoa wito kwa wananchi wote kanda ya Mashariki, lakini na nchi nzima, wale wenye kutaka kujifunza wakati wote wa mwaka kanuni za bora za kilimo cha nchi hii waje kujifunza. Sio kilimo tu peke yake, hata masoko, hata mnyororo wa thamani, hata biashara, vyote vinatoka hapa. Viwanda, rasilimali zake zinatoka hapa. Nimesema vizuri kwamba rasilimali za viwanda au malighafi za viwanda vya nchi hii bado kwa asilimia zaidi ya 70 zinatokana na mazao ya mashambani. Kwa hiyo kuna umuhimu kabisa wa kuconnect au kuunganisha kati ya kilimo na maendeleo ya viwanda.